Rashid Abdalla na Lulu Hassan. Na mtazamaji, ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa pili mwaka 2026, tunakukaribisha ikiwa ni Jumapili ambayo kwetu ama kwangu ina wingi wa matumaini. Naam, kwa moyo mkunjufu mtazamaji, tunakukaribisha kwenye taarifa za Nipashe Wikendi, na vile tunakukaribisha kuweza kuchangia taarifa zetu kupitia nambari ya rafa 22422. Na mtazamaji, haya ndio ambayo tumeapa kipaumbele. Zaidi ya watu 20 wakamatwa kwenye operesheni ya magenge na wahalifu katika kaunti ya Nakuru. Sasa mimi nataka nipatio hata ni viatu, hata ni nguo, hata ni nini, nipatio nipeleke kwa shamba kuliko kuambia mtoto wangu amekufa na hakuna kitu naona. Familia nyingine sasa yadai kijana wao wa miaka 33 aliyekuwa afisa wa GSU auawa vitani Urusi. Msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na magunzi. Ni tear gas ya William Ruto na Murkomen. Now we shall hold them accountable. Waziri Murkomen sasa aonya wanasiasa kwa vurugu siasani, upinzani ukimlaumu kwa kuvurugiwa mikutano. Na kina baba sasa wageuka walezi huko Homa Bay kusaidia katika malezi ya tabia za watoto wanapokuwa. Na mtazamaji, karibu mwenzetu ni Yula Nzala ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtazamaji, zaidi ya watu 20 wamekamatwa kwenye operesheni ya kiusalama iliyolenga magenge yanayohangaisha wakazi wa maeneo kadhaa ya kaunti ya Nakuru. Na operesheni hii ikiendeshwa katika mitaa ya London, Gioto na Hilton, ambapo wahalifu wamekuwa wakiwavamia na kuwajeruhi wakazi. Na kwa mujibu wa maafisa wa usalama, operesheni hii imefuatia visa vya wizi na uvamizi wa wakazi na madereva katika barabara ya Nakuru Kabaraka, kama Mariana Nyambura anavyotuarifu. Usiku kucha, zaidi ya maafisa 400 wa polisi kutoka vituo tofauti vya polisi katika kaunti ya Nakuru walifanya misako katika mitaa ya Gioto, Hilton na London, eneo bunge la Nakuru Magharibi. Vibanda vya muda ambapo pombe haramu hupakiwa vikiharibiwa na kuchomwa na pombe haramu ikimwagwa. This area has become a den of illicit brew, drug peddlers, and a lot of crimes that are normally committed within Nakuru emanate from this joint. Kamanda wa polisi amethibitisha kuwa zaidi ya watu 20 wamekamatwa. We have also arrested idlers who have been roaming around inciting the people to continue causing mayhem within the area. Kwa kipindi cha wiki moja, mitaa ya Gioto, Hilton na London haijakuwa ikikalika. Kundi la wahalifu liliwahangaisha wakazi. Wahuni waliweka vizuizi haramu katika barabara ya Nakuru kuelekea Kabarak. Hii barabara watu wengi wameumia na wamedungwa visu. Na pia si hatufurahi vituko zikiendelea hivi. Na wenye wanaumia wengi ni innocent. Kama abiria wanaumia kwa barabara, wanatolewa kwa magari, wananyang'anywa na gari zinavunjwa, watu wanaenda hasara. Sisi vitu zetu za kazi zinaibiwa. By the way, barabara nilipata imefungwa. Tulijaribu kuongelesha vijana tukawaambia kufunga barabara ni kuharibia kila mtu kazi, mpaka wazazi wao wanaharibia kazi. So hizo siku 2-3 hatukufurahia sana. Kamanda wa polisi eneo la Bonde la Ufa Samuel Ndanyi ameonya kuwa Nakuru haitageuzwa kuwa mji wa uhalifu. Wakati huo huo, wakazi wanasema wanataka polisi kukomesha kabisa utovu wa usalama. Siwe ni ya siku moja. Tena wenye wanafanya operation, wenye wanalinda kijiji na wenye wanafanya operation wanajua wale wabaya na wale wazuri. Usalama kama hakuna mahali, hakuna maendeleo yanaweza endelea. Naomba tu wazidi kuendelea na hii kazi, watu saidie, watu support. Kwa sababu biashara mingi zinaharibika. Hata kwa hoteli hapa, ukienda kwa hoteli unapata chakula zinaharibika kwa sababu watu wanaogopa, wameweka uoga kwa watu. Polisi wanasisitiza kuwa msako huo utaendelea. Mariana Nyambura, runinga ya Citizen.
Na mtazamaji, jioni ya leo familia nyingine inadai maelezo zaidi kutoka kwa serikali kufuatia ripoti kuwa jamaa yao amefariki akipigana vita nchini Urusi. Na familia ya Peter Maina Gakau ikidai kwamba jamaa yao alichukua likizo kutoka kazini katika kitengo cha GSU kuelekea Urusi kwa kazi ya muda. Na Mode Francis anaarifu kuwa familia zaidi zikiendelea kujitokeza kuhusu jamaa zao waliosafiri Urusi baada ya serikali kukiri Wakenya zaidi ya 1000 walisafiri nchini humo. Siku 4 baada ya bunge kupitia kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah kutoa majina ya kampuni zilizohusika kuwasafirisha Wakenya nchini Urusi, sasa imebainika kuwa huenda maafisa wa polisi ambao wako kazini pia waliondoka kushiriki vita nchini humo. Familia ya Peter Maina Gakau mwenye umri wa miaka 33 kutoka Kasarani ni mmoja wao. Familia yake ikisema kuwa Peter amekuwa akihudumu katika kitengo cha GSU ambaye kulingana na stakabadhi anafaa kuwa akihudumu eneo la Iyego GSU Barracks, eneo la Embu. Baada ya kuzungumza na familia yake kwa miezi 3 kupitia simu, Peter Maina alienda kimya hadi sasa. Tumeongea na yeye 3 months. Akaniambia vitu zake zote zimechomeka. ID zake, passport zake, hata simu. Sasa mtoto akakaa hivyo kutoka saa hii hakuna bahari tunamuona. Tarehe 28 Januari tukapigia simu ati mtoto wetu amepigwa na risasi. Mamake anasema mwanawe alikuwa ameanza kujipanga kupitia malipo yake aliyopata Urusi. Saa ile ameenda hivyo, saa hiyo ndio ametuma 1 million na nikamnunulia 7. Hakuna pesa ingine ameshalipo. Nambari hii ndiyo ambayo Peter Maina Gakau aliyomtumia mamake kumwarifu kuwa ilikuwa ishara tosha kuwa yuko katika kikosi cha Urusi cha wanajeshi. Itakuwaje mtu wa civil servant ametoka nje, amakaa nje, hajulikani mahali aliko na mpaka wa sasa hawajatujibu. Sasa mimi nataka nipatio hata ni viatu, hata ni nguo, hata ni nini, nipatio nipeleke kwa samba kuliko kuambia mtoto wangu amekufa na hakuna kitu naona. Huyu ni Peter Maina, mojawapo wa maafisa wa polisi katika kitengo cha GSU ambaye alielekea nchi ya Urusi kupigana. Inadaiwa kwamba hayupo nasi tena, ila maswali yanazidi kuibuka. Maafisa wangapi ambao walielekea nchi ya Urusi kupigana na wangali wanapata mishahara nchini Kenya? Mode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Naam, na katika ulingo wa kisiasa mtazamaji, ni kwamba viongozi wa upinzani sasa wanailaumu serikali kwa ghasia zinazoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa zilizosababisha kuuawa kwa mtu mmoja katika kaunti ya Kakamega hapo jana. Naam, wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua, wanasiasa hawa wamemtaka Rais William Ruto na Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen kuwajibikia ghasia hizo kwenye mikutano yao ya kisiasa. Naam, Seth Olale na taarifa kamili. Ghasia na fujo zilizoshuhudiwa kwenye mkutano wa kisiasa ulioandaliwa na mrengo wa ODM wa Linda Mwananchi umetawala mkutano wa upinzani eneo la Embakasi hapa Nairobi. Umoja wa upinzani ukidai kwamba mashambulizi hayo ni mpango wa serikali. Tear gas mahala popote inatolewa, hiyo ijue ni tear gas ya William Ruto na Murkomen, na we shall hold them accountable. Huyu Kipchumba Murkomen amezoea kutuma askari na tear gas, wanashtua wananchi. Hiyo tear gas ikija msiogope, si ndio? Viongozi hao wakisema kwamba ghasia zinazoshuhudiwa ni ishara kwamba uongozi wa taifa unaendeshwa visivyo na Rais William Ruto. Ruto kuingia na bottom up, akatoa Linda Mama, akaleta sha che chi sho. Imeharibu maisha yenu, hajaribu jamani. Tujikomboe kutoka mauaji ya kiholela. Tujikomboe kutoka kubomolewa. This advantage you are giving William Ruto. Hapo awali, viongozi hao walihudhuria ibada katika kanisa la PCEA Utawala, ambapo waliashiria kwamba mrengo huo wa upinzani utashinda uchaguzi mkuu mwakani. Hata alisema atashinda 2 milioni. Tunamtangazia Ruto
atashindwa na zaidi ya milioni 4 na Wakenya. Tukisikizana ni Eugene Wamalwa mtampigia kura. Tukisikizana ni Dr. Matiang'i mtampigia kura. Nililinda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu. Umoja wa upinzani ambao utakuwa unaendeleza kampeni katika kaunti ya Kisii na Nyamira umesisitiza kwamba unataka marekebisho katika sekta tofauti kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi. Na wakati huo naye waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameshtumu baadhi ya viongozi wa kisiasa kwa kuandaa ghasia katika mikutano yao ya kisiasa kama njia mojawapo ya kujitafutia umaarufu. Na Murkomen akionya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wanaojihusisha na machafuko yanayoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa, haswa msimu huu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Na waziri Murkomen amezungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Kipkelion, kaunti ya Kericho. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. Na mtazamaji, naye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit sasa anaitaka tume ya uchaguzi nchini kuzima kwa haraka nyuzi joto za kisiasa zinazoendelea kupanda zaidi ya mwaka mmoja unusu kabla ya uchaguzi mkuu mwakani. Na Sapit akikemea kuongezeka kwa matumizi ya magenge katika mikutano ya kisiasa, akionya kuwa tabia hiyo inahatarisha usalama na uthabiti wa taifa. Aidha, amewataka wanasiasa kuzima kelele za siasa za malumbano na kushughulikia huduma kwa Wakenya. Ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. IBC ndio inaweza pamoja na EACC kusema mikutano hizi ikiwa na furugu, basi wanaweza kudisqualify mtu kwa kuleta furugu. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali ya watu wanaitwa goons, ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirengo tofauti tofauti, na kila mrengo ina goons yake. Na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, nje ya Haiti ilianza tu hivi hivi. Wale walitrainiwa na mirengo za wanasiasa, na basi ikawa shida na tishio kwa nchi, mpaka nchi zingine na mataifa wanakuja kuingilia kati. Na hii leo pia mtazamaji, Rais William Ruto amepuuza siasa za upinzani kuwa wanambwaga kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema rekodi yake ya maendeleo itamuuza debeni. Naam, akizungumza katika kanisa la JCM kaunti ya Kiambu, Rais Ruto amesema kwamba Wakenya wataamua kuhusu kumpa nafasi nyingine, akisifia ajenda yake ya maendeleo. Na rais pia akitumia fursa hiyo kutangaza kujengwa kwa barabara kuu ya moja kwa moja ya Thika kuanzia Septemba mwaka huu. 27 si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya, ama si mimi nitakuja na ile kazi nimefanya? Ya barabara si nitaleta, ya kilimo si nitaleta, ya housing si nitaleta, ya hiyo kazi nimefanya si nitaleta, ya SHA si nitaleta, na nyinyi ndio mutasahihisha ama namna gani? Kwa hivyo kila mtu ajipange na kazi yake. Hakuna mwananchi atapatia mtu kura kwa sababu ya fitina ama chuki ama vitimbi ama sarakasi.
Neguo. Tunaelewana? Si nyinyi ndio wa kuchaguana? Si kila mtu atapimwa na kazi yake? Ule mtu ameng'edhi hajafanya kazi, si anaenda nyumbani? Na mtazamaji, nazo siasa za unaibu rais kwenye uchaguzi mkuu ujao zimeendelea, huku sasa wandani wa naibu rais Profesa Kithure Kindiki wakisema katu hawatapokonywa kiti hicho. Na wakizungumza kwenye mkutano kaunti ya Embu, viongozi hao walioandamana naibu wa rais wamemtaka kinara wa ODM Oburu Oginga kukoma kujipiga kifua na kumezea mate kiti hicho, kama Stephen Leto anavyoarifu. Kiti moto cha naibu rais kinazidi kupata moto kila kuchao. Hii leo viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya walioandamana na naibu rais katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini walitumia fursa hiyo kumnyooshea kidole kinara wa ODM Daktari Oburu Oginga na kumtaka akome kumezea mate kiti hicho. Kwa nini wewe Oburu uendelee ukera sisi? Kwa nini uendelee ukera sisi? Sasa tunataka kumwambia tukiwa kona hii ya mlima, tumesikia, tafadhali usirundie tena. Njoo umerundia mara mingi. Wacha kukera sisi. Profesa Kithure Kindiki kuna mahali ametoka na ametoka kwa mlima. Sisi tunawaambia hivi tukiwa hapa Mbeere North. Hii kiti atuachili. Viongozi hao walivalia njuga siasa hizo za kiti cha naibu rais, wakiongeza kuwa Kindiki amekikalia kiti hicho kisawasawa na hata banduka. Huyu profesa na hiyo kiti ya deputy, huyu ni wetu na nobody can touch us. Nobody can. Hii kiti ni yetu na nobody can. Kiti ya naibu wa rais, it is not vacant. Iko na mtu ambaye anajua kufanya kazi yake. Kinara wa ODM Daktari Oburu Oginga amesema kuwa msimamo wa chungwa ni kuwa hawatakubali nafasi chini ya unaibu wa rais katika mazungumzo na chama cha UDA. As far as we are concerned, 100% 2027 Deputy President wa Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Hata hivyo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki alipoalikwa kwenye jukwaa alikwepa kuzungumzia swala hilo na badala yake na kuwataka viongozi hao kushusha presha kwa sasa. So mimi nataka hao viongozi, my brothers and sisters, tupoeshe joto ya siasa kidogo, kwa sababu siku ya campaign bado haijafika. So tusiweke gia ya juu, tuweke gia ya chini, ndio tufanye maendeleo kwanza. Kindiki akiwaelezea viongozi hao kwa muda bado. Siku ya kampeni ikifika, sisi ndio mafundi wa siasa. Hii maneno tutakoroga mpaka ingiane. Ama mnasemaje watu ya Vururi? Stephen Leto, runinga ya Citizen. Nao viongozi wa ODM wanaomuunga mkono Oburu Oginga wameendeleza siasa za kutetea ushirikiano wao na serikali, wakisema wanasimama na Rais William Ruto hadi debeni mwakani. Na kwenye mikutano katika kaunti za Kisumu na Migori, wanasiasa wa ODM wakiongozwa na mwenyekiti Gladys Wanga wakiwakosoa wenzao waliowataja kuwa waasi. Na Crispin Otieno anaarifu zaidi. Siku moja baada ya kuandaa hafla ya chama cha ODM kule Siaya, mapema Jumapili, viongozi wa chama cha ODM walikongamana katika taasisi ya mafunzo ya Tom Mboya katika hafla ya kupiga jeki vikundi mbalimbali vya ujenzi kaunti ya Kisumu. Katika hafla hiyo iliyoongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, walitumia jukwaa hilo kupiga siasa za ushirikiano wao na serikali. We do not regret our decision to work together in this broad-based government. Neither do we regret our decision to give power to our party leader to progress conversation. Wanga vilevile akiwashauri wanachama kusimama nyuma ya Oburu Oginga kupeleka dau la ODM kwa uchaguzi mkuu wa mwakani. We want to tell our supporters to remain focused. To remain united, to look at the bigger picture and the broader goal. In our Council of Governors, only one governor out of 15 ameenda kando. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us, and that is where we are.
Wakati mkutano huo ulikuwa ukiendelea Kisumu, viongozi wengine wa ODM walikongamana kule Migori katika hafla ya kuchangisha fedha katika kanisa la shirikisho kule Suna Magharibi. Hafla hiyo ambayo pia ilihudhuriwa na katibu wa Wizara ya Usalama Raymond Omolo, ambako waliozungumza wanasema ODM na UDA ziko pamoja hadi debeni. We have done so much in this country over the last 3 years on matters education, which actually takes the bulk of our national budget. We have hired 100,000 teachers. As a leader and as a person from this region, together with all the leaders who are here, we are saying that we are going to give Ruto a second term. Raymond akitumia jukwaa hilo kuhimiza wanasiasa nchini kuasi siasa za vurugu na matumizi mabaya ya vijana msimu huu. What we saw last week is a shame to all of us. There is no way there can be violence in the central business district for 2 hours plus and there is not a single police on the road. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na baada ya Crispin Otieno nataka tuchukue mapumziko mafupi. Lakini kuna hii taarifa ya Crispin kidogo umenikumbusha msemo wako wa Alhamisi siku ya maskani. Rashid anasema kwamba unalinda ground lakini unaenda kwa wananchi. Unalinda wananchi lakini unaenda ground kwa wananchi. Kwa hivyo wanasema kitu kimoja. Sema kitu mengi baada ya muda usio mrefu. Experience the power of the ultimate glow in our new revitalizing formula. With 3 times more oil-infused serum, Vaseline Lotions penetrates and restores your skin's natural moisture from within, while boosting your natural glow on the outside. No need to add extra oils or glycerin. Feel the difference. See the power of the ultimate glow. New Vaseline Lotions. Kupika ni sherehe daily, lazima niakire mchuzi mix kwa githeri. Reko mchuzi mix unafry pia kwa chipo, chakula yoyote unaweza weka reko mchuzi mix. Reko mchuzi mix, sika kama wewe. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band. A spoonful of difference. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap. With activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Moisture in your skin helps it repair itself constantly. Without the right balance of moisture, chances of skin problems can occur. Vaseline locks in moisture to give your skin a natural glow and protection. Use Vaseline because it is the first step to maintaining natural, healthy-looking skin. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, tukiona kwamba katika jamii nyingi humu nchini malezi ya watoto hasa wachanga walio chini ya miaka 3
ni jukumu la kina mama. Hata hivyo, wazazi wa kiume katika kaunti ya Homa Bay wanabadilisha tamaduni kwa kuhusishwa katika kutekeleza majukumu haya. Na kupitia mafunzo ya kusaidia ukuaji wa watoto, wamechukulia majukumu kama kucheza na watoto wao, kuwapa chakula na hata kuwaogesha kama yao. Na mwanahabari wetu Emily Chebet na taarifa hii. Eneo la Homa Bay linaamka taratibu wakati jua linapochomoza. Maji ya ziwa Victoria yanasikika. Mashua za uvuvi zinarejea kutoka kazi ndefu ya usiku kucha. Katika desturi za eneo hili, wanaume wanapoelekea ziwani kwa uvuvi, wanawake wanasalia na majukumu ya ulezi wa watoto. Hata hivyo, desturi hii inabadilika. Wellington Oyugi, baba wa watoto wawili kutoka eneo la Malela, anamtayarisha mwanawe wa kike kwa kliniki, huku mama akishughulika na kazi nyingine za nyumbani. Kwa Oyugi, kando na kumsaidia mkewe, pia ni njia ya kuwashughulikia wanawe. Tuliandamana naye hadi hospitalini. Kama mamake alikuwa ameletea Yesu mtoto kliniki, ametoka, naangalia kitabu, halafu naangalia date na wenye mtoto anarudi kliniki. Hiyo ndio inakusaidia sana. We have children accompanied by their fathers, around approximately 50% of the total number of that day. Oyugi ni mmoja wa wazazi wa kiume ambao wamejitolea kufundishwa jinsi ya kuwalea wanao wachanga. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, miaka 3 ya kwanza ya mtoto ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo. We have play, we have importance of communication, we have an environment that can support this child to grow. Hatukuwa tunajua chakula mbalimbali inafaa mtoto aliswe, hata kama bado ako tumboni, kama hajazaliwa ama tayari amezaliwa. Uamuzi huu haujakuwa rahisi kwenye tamaduni inayoaminika kuwa majukumu haya ni ya kina mama. Kama rafiki yako amekutembelea, apate kama unafanya hii kazi ya kulea mtoto, upate hii maneno imejitokeza huko nje. Sasa uone kama marafiki wameanza kusema ati huyu amekaliwa na bibi. We as male caregivers, we just sensitize them that it is not sin to take care of your child because it is your child. We find teenagers or adolescents now that did not grow emotionally. They cannot handle heartbreaks because they are not prepared for what life has to offer. Most of this you can trace back to the childhood of such adults. Katika enzi ambayo runinga na simu zimekuwa kama walezi rahisi wa watoto, kina baba kama Oyugi na wenzake wanachagua njia tofauti. We've been working together as a national government and of this group. They have done a lot to our community, especially to my area. One of the major things they have done is they have reduced the number of GBV. Licha ya mila na matarajio ya kitamaduni, Oyugi na kina baba wengine wako katika mstari wa mbele kuvunja tamaduni na kuwa walezi wa karibu na wenye msaada katika miaka ya mwanzo na muhimu ya watoto wao. Emily Chebet, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay. Rashid Milenyo asemaje? Kwa hiyo ikifika mahali kwamba una kusaidia unawajibika tu, kwa sababu kama ni asema ukweli bwana. Unafanya watu wanaofanya. Amna. Hawafanyi wanaofanya. Amna. Kuna mila zingine mtazamaji, endapo tuseme Rashid atapatikana anafanya jambo fulani kwa mtoto, unaambia unasubiria mashangazi. Sasa ile ni tofauti kwa sababu ndio vile vile unamuosha mtoto, unamlisha mtoto, unaulizwa mamake yuko wapi? Kesho yake mtazamaji, mashangazi wote wanakuja wanamlisha mtoto. Wanasema hiyo ilikuwa si kazi ya mtoto wao, ni kazi yako. Ndio mila za kina Rashid. Tukiendelea mtazamaji, ni kwamba ilikuwa furaha isiyo na kifani katika kijijini Kirogo, eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, baada ya wakazi wa eneo hilo kujumuika kumkaribisha nyumbani mwanamke aliyeachiliwa baada ya kudumu miaka 27 gerezani. Na Beatrice Wanjiru aliyefungwa akiwa na miaka 33 na ambaye sasa na miaka 60, akisema ni furaha kubwa kuonana tena na wanawe baada ya kuachiliwa licha ya kufungwa maisha kwa mauaji. Kama Umwangi anaarifu zaidi. Kwa nyimbo na densi, kijiji cha Kirogo eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, kilikusanyika pamoja kumkaribisha tena nyumbani Beatrice Wanjiru
ambaye Ijumaa aliachiliwa na gereza la Meru baada ya miaka 27 hukumuni. Wanjiru mwenye umri wa miaka 60 sasa anasema madai ya kuwa alikuwa amemuua mwana wa nduguye mwaka 1999 ndiyo yalimtupa gerezani. Nilikuwa nimehukumiwa garo ni kunyongwa, na Mungu nikamulilia akaniweza kunisaidia, nikatoka mahali pale nikalepewa kifungo ya life nayo sikuwa na tumaini lolote, lakini for a sudden Mungu aliweza kukuja, nikatuma review kotini na bai kanipungusia kifungo. Ukosefu wa mashahidi wa upande wake wakati wa kesi anasisitiza ndilo jambo la pekee lililobadilisha mkondo wa maisha yake na kujipata kuwa mgeni wa serikali kwa kosa analosema hakulifanya. Ile kitu nimejaa kwa roho yangu ni msamaha tu. Nimesamehe kila mmoja na sina mtu wowote mimi naweza weka kwa roho yangu. Mungu amenifunza mambo mingi, nimesomea kosi mingi, niko na certificate more than that. Kama familia sisi tumeteseka sana, lakini kutoka siku ya leo maisha yetu itaendelea kama ya wale wengine, wale wamelewa kama wako na mama, wako na baba. Sijawahi hata muona kutoka nizaliwe. Sasa wakati tumemsikia ati anarudi, tumesikia furaha zaidi. Kwa vyenye serikali imeturudishia yeye, wamefanya haki na wamehakikisha wamemleta kwa njia ya heshima. Kwa sasa Beatrice anasema kuondoka gerezani ni mwanzo mpya maishani, na ukurasa huu atautumia kujiboresha mwenyewe na zaidi kuwajua wanae 4 aliofungwa wakiwa wachanga. Nashukuru kwa wote ambaye amesawa initembelea huko gerezani, hata wale hawakuwa wanapata nafasi. Mimi ningeomba tu kitu moja, mimi sina makao. Kama Mwangi, runinga ya Citizen. No matter how chaotic your day gets, the new Nice and Lovely Ultra Fresh Deo with 0 alcohol keeps you fresh all day. With 48 hours sweat and odor protection. Make moves bila jasho. Try the new Nice and Lovely deodorant today. 9 out of 10 women said they would switch. Kill all types of grasses and broadleaf weeds with Thrasher 630 SE, the only flexible maize herbicide you can apply at any stage of weed growth, big or small. Penetrating deep, acting fast, and delivering quick, visible results. Just 1 liter per acre is all you need, costing less than 1,700 shillings to clean 1 full acre for the entire maize season. Available now at all agri-vets near you. 1 liter, 1 acre, 1 full season. Citizen Duka, the home of discount. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Unajua kwa kile ulichosema, sikutaka kuingilia mjadala, lakini ukionekana kama unaogesha mtoto, mashangazi ukiamka asubuhi na wanaogeshana pale. Nasema sio ndo najua zaidi. Wanaogesha. Alafu anakuambia ndari wa kuku. Yaani lazima uje uchinje ndio uondoke. Kwa hiyo ni mojawapo ya mila ambayo inaenziwa sana kwenu. Lakini ina faida. Kuna wakati mwingine ukiharibikiwa na simu yako naye unaipeleka kwa shangazi ili arudishe. Kama ni sufuria umeharibu, shangazi anapeleka. Kwa hiyo ina faida mara mbili. Unataka niendelee? Endelea. Hamna mashangazi hawalipi. Hawalipagi. Nachoma unajua wanakuangalia. Kwaheri mtazamaji.